wana mgogoro mkubwa, hawana mgombea urais, yani ni shida tupu. Kwa hiyo hayo hawezi kutoka nayo, wameokoteza hili ndio wanaendelea nayo. CCM oye! Sasa ndugu zangu, naomba nitoe ahadi kuteza hili kwa Chama cha Mapinduzi. Kuelekea katika uchaguzi mkuu, tunawaahidi mambo yafuatayo. La kwanza, CCM iko tayari, tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Hiyo ndio ahadi yetu ya kwanza. Ndio maana nafasi ya urais, mgombea mwenza tayari. Sasa nilisikia Mnyika eti juzi, kwanza watuambie kwa nini walifanya uchaguzi wa Samia mapema. Chama chako hiki wewe, yanakuhusu wewe? Katiba gani inayosema kila mgombea atateuliwa wakati? Kuna vyama huko vinateua wagombea mwaka mmoja kabla. Uongo kweli? Ujua amechanganyikiwa. Eti watuambie kwa nini walifanya uteuzi mapema. Chama chako hiki, kwa sababu hana mgombea urais. Kwa hiyo wameshikwa na wasiwasi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa uchaguzi, na lengo letu kama chama cha siasa ambao lengo ni kushika dola, kwa kushirikiana na wananchi wa Tanzania, kwa kutuelewa, kwa kuridhika na kazi nzuri, tunaamini kata yote yatakwenda Chama cha Mapinduzi. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba Iringa yote itakuwa ya kijani, kata zote zitakuwa za kijani, yote yatakuwa ya kijani? Jipigieni makofi tafadhali. CCM oye! Ahadi ya pili, kwa maboresho yaliyofanyika ya sheria ya uchaguzi, ya tume huru ya uchaguzi, Chama cha Mapinduzi tunaamini kwamba uchaguzi huu utakuwa huru na haki, na atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. CCM oye! Ahadi ya tatu, tunawaahidi kwa mambo mazuri yaliyofanyika ya maendeleo, ya miradi mingi mizuri iliyofanyika inayowagusa Watanzania, tunawaahidi tutawaletea ilani nzuri itakayokonga nyoyo za Watanzania. Ilani inayokuja, tumefanya utafiti wa kutosha, tunaelewa mahitaji ya Watanzania, na ilani hiyo itakapotoka itakubalika, itapokelewa vizuri. Tunawaahidi ilani nzuri. Tumeanza na kauli mbiu kazi, kazi, kazi. Tunasonga. CCM oye! Ahadi ya nne, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Uchaguzi wa serikali za mitaa tumeshinda kwa sababu CCM mbali ya utekelezaji wa ilani vizuri, lakini iliteua wagombea wazuri. Tunawaahidi tutawaletea wagombea wazuri wanaokubalika katika nafasi za udiwani na ubunge. CCM oye! Ahadi nyingine, Chama cha Mapinduzi katika kufanya kampeni na siasa tutatumia 4R za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya kampeni za kistaarabu. Sisi
ni chama kiongozi. Tutakuja na mipango, tutakuja na ilani, tutakuja na mambo mazuri yaliyofanywa, yatakaofanywa. Kwa hiyo hatuna haja ya kufanya kampeni chafu. Tutafanya kampeni za kistaarabu. CCM oye! Ahadi ya mwisho, Chama cha Mapinduzi kinaamini maendeleo tulionayo, mafanikio tulionayo yanatokana na nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Uongo kweli? Ahadi yetu, Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kabla, wakati na baada ya uchaguzi nchi yetu inaendelea kuwa salama. Tunasema bora tutofautiane kwa itikadi, tutofautiane kwa mtazamo, lakini baada ya uchaguzi hatuna Tanzania mbadala, hatuna Iringa nyingine. Tanzania yetu ni hii. Na ukiwaona watu wanaosema kitachafuka, kitachafuka, familia yake iko huko, hana mtoto hata mmoja hapo. Ukisikia tutakinukisha, waangalieni sura zao, familia zao ziko huko. Mmoja iko Canada, mwingine Marekani. Kwa hiyo tunajua. Kwa hiyo Watanzania tunawaahidi tutaendelea kudumisha amani na utulivu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, wakati namaliza, niwashukuru sana kwa mwamko wenu, kwa mapokezi yenu, kwa utulivu wenu. Huu ni mkutano ulioandaliwa kwa heshima kubwa ya Chama cha Mapinduzi. Hapa hamjasikia matusi. Tumeeleza tulioyafanya, tumewafafanulia juu ya mabadiliko, tunawaeleza yajayo kwamba yanafurahisha kupitia Chama cha Mapinduzi. Nyie ni mashahidi. Nikiwa Mbeya nimepokea wanachama 50. Leo hapa tunampokea katibu wa jimbo. Mmemuona alivyosema maneno makali. Amerejea Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uongozi wa CCM, tengenezeni utaratibu wa kumpatia kadi yake ili na yeye aongeze jeshi la kukipigania Chama cha Mapinduzi. Naomba nimshukuru sana mchungaji Msigwa. Msigwa ni rafiki yangu sana. Ni mtu mkweli, na ukweli wake ndio uliomtoa Chadema. Ni mtu ambaye anapolisimamia jambo analisimamia. Amenihakikishia ili mradi nimekuja Chama cha Mapinduzi, Iringa hawana chao, hawa Chadema. Amenihakikishia ana hasira. Ameniambia watapata udiwani, atapata ubunge katika mkoa wa Iringa na kanda yote ya Nyasa aliyokuwa akiongoza yeye, atasimamia CCM ipate ushindi wa kishindo. Na walivyo waongo, walikuja na ada ya ratiba, wakasema tunaanza kampeni yetu ya no reform no election mkoa wa Mbeya, na hapo tutawapokea viongozi waandamizi wa Chadema waliowahi kuhama, wanarudi. Alafu wakasema hitimisho itakuwa Iringa tarehe 29. Waliandika wenyewe.
Wamebadilisha kwa sababu nimesema wanatafuta hela bado. 29 tutapokea na viongozi wengine. Yani walikuwa wanamtarget Msigwa, uongo. Kwa hiyo leo Msigwa anaendelea kuwaumbua. Mbeya tumepiga mkutano, wamemwona Msigwa wameogopa. Leo hapa Msigwa akapiga mkutano. Kwa hiyo waliokuwa wanatarajia kwamba Msigwa atapokelewa, hamna kesho. Msigwa ni wa Chama cha Mapinduzi. Na mikutano yao imedorora. Nimefuatilia. Mbeya ilikuwa kituko, Mafinga kituko, Nkasi kituko. Na yule bwana mtani wangu napenda kumuigiliza sauti yake kwa sababu ndugu yangu. Alienda kule Nkasi, kabla hajaenda alisema yule mbunge wa Nkasi ni wakupewa. Kapewa ni samaki. Anachekelea. Kuanzia hapo akasema aida ni mbunge halali. Wakati wanatangaza walisema tunaenda kuandaa umma. Umma unaandaliwa uko wapi? Siuoni unaoandaliwa. Nimewauliza jana akina Heche, kupiga wafuasi wenu ndio kuandaa umma? Kumpiga Sigirada ndio kuandaa umma? Hajanijibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimewaeleza namna hawa wenzetu ambavyo wamepoteza mwelekeo. Na mimi nahitimisha kwa kusema hatuwabembelezi. Uchaguzi utafanyika, na ukifanyika na wasiposhiriki ndo mwanzo wa Chadema kutokuwa tena chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kitaibuka chama kingine, na ndugu yangu yule anaingia katika rekodi ya kuua chama cha Chadema. Maana yake sasa kitatokea chama kingine, kitapata madiwani, kitapata wabunge, kitakuwa chama kikuu cha CCM. Nawashukuru sana kwa mkutano mzuri.